For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Leo tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2020. Somo letu linasema time within time. Muda ndani ya muda. Muda ndani ya muda. Kwamba kuna muda ndani ya muda. Tutaangalia kwenye kitabu cha Mwanzo 17:21, Mwanzo 18:14. Tutaangalia kwenye Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3, mstari wa kwanza mpaka wa 8. Tutaangalia kwenye Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 7, mstari wa kwanza mpaka wa 8. Muda ndani ya muda, ili ujue thamani ya muda ndani ya muda. Muda ukitumika vibaya, maisha yanakosa ladha. Maisha yanakosa ladha kabisa. Ukimwona mtu yote anateseka leo, alitumia muda vibaya. Kwa hiyo lazima twende pamoja kwenye eneo la muda ndani ya muda. Kuna mji ndani ya mji. Kuna mji ndani ya jiji. Ndio hapo mfano mzuri. Roma. Kanisa la Roman Catholic lina mji ndani ya jiji. Sicily, anakokaa Papa. Vatican. Yaani katika Italy, Roma, mji mkuu wa Roma, kuna mji uko ndani pale unaitwa Vatican City. Vatican City. Kwamba huko mji uko ndani ya mji. Kwa lazima, na kuna balozi wa Vatican City na kuna balozi wa Italy. Ukija hapa Tanzania kuna mabalozi wawili wa nchi moja, wa Vatican City na balozi wa Italy. Kwa ni mji ndani ya mji. Hata New York kienda, city within city, tutakuta jiji ndani ya jiji. Ukienda Manhattan ni mji upo ndani ya jiji la New York. Kwa hiyo tunaangalia muda ndani ya muda. Kwa hiyo muda ndani ya muda, namna gani tunaposema muda ndani ya muda? Tunaishi kwenye majira matatu. Tunaishi kwenye past, wakati uliopita. Tunaishi kwenye present, wakati uliopo. Tunaishi kwenye future. Kwamba ni muda ndani ya muda. Mimi sasa hivi na miaka 52. Kumbuka wakati na mwaka mmoja, hii miaka 52 ilikuwa ni future. Kweli uongo? Ulikuwa ni wakati wangu ujao. Tuko pamoja? Lakini sasa hivi hii miaka 52 imeshabadilika, imekuwa nini? Past. Wakati umeshapita. Wakati umeshapita. Sasa leo wewe kama una miaka 20, 22, 18, ina maana my past is your future. Tuko pamoja? Kwa sababu wewe ukisha miaka 52, ina maana muda wangu mimi uliopita ni future yako. Ndio sababu Mungu anaheshimu sana wazee. Mungu anaheshimu sana wazee. Kumbuka wakati Musa akiwa jangwani, alimwambia Mungu, mzigo umekuwa mzito sana, siwezi kubeba mwenyewe. Mungu alimwambia Musa, chagua wazee 70. Nitashuka, nitawatia nguvu leo nayo. Nitakuwa Musa 71, muendelee na safari. Kwa nini Mungu akamwambia Musa chagua vijana 70 na wako jangwani na vijana ndio wenye nguvu? Kwa sababu wala wazee pasi yao ilikuwa future kwa watu wengi walikuwa kule safarini jangwani.
Kwa sababu mtu ambaye amekuzidi akikuambia kitu, sikiliza. Haijalishi ni baba yako, ni mama yako, ni ndugu yako, mtu yote yule akikwambia kijana mwenendo wako sio vizuri, akwambia stop, kwa sababu ameshapita kwenye hayo maeneo akaona mazuri na mabaya yake. Kwamba tunaishi ndani ya muda, kwamba ni maeneo mawili tu ambayo tunayaishi. Tunaishi kwenye past na kwenye future, hatuishi kwenye present. Hii hapa si leo, ni sasa hivi. Hii hatuangalii, hii sasa hivi haina impact. Kuna impact kwenye past kwamba ulifanyaje nini, na kwenye future utafanya nini. Ndio sababu huwezi kubadilisha wakati uliopita, lakini unaweza kubadilisha wakati unaokuja. Unaweza kuamua leo kwamba utakuwa dokta. Nakumbuka mtoto wa mjomba wangu alienda kuanza form 1 akiwa na miaka 29 au miaka 30. Leo yuko anafanya kazi wizara ya nishati na madini. Nilikuwa namuona nyuma ya waziri kila mara kwenye TV. Lakini anaanza form 1 akiwa na miaka ngapi? 29-30. Kwa sababu alikuwa hawezi kubadilisha ule wakati ambao umepita, lakini alibadilisha wakati unaokuja, alibadilisha. Kwa hiyo tunaishi ndani ya muda, na usipoweza kujitafuta kwenye muda utakaa ujione mahali popote. Usipoweza kujitafuta kwenye muda huwezi kujiona mahali popote, kwa sababu ukijitafuta kwenye muda utajiona wewe ni waziri, utajiona wewe ni tajiri, utajiona wewe ni kiongozi, utajiona wewe una vitu, kwa sababu ukijitafuta ndani ya muda. Abraham alijitafuta ndani ya muda, akiwa na miaka 75 akajua nitafanya vizuri, Mungu akamwongezea miaka 100 zaidi ya kuishi. Sasa watu wengi hawajitafuti ndani ya muda kwamba nitafanya nini. Yaani mtoto mdogo kama huyu unaweza kumuuliza ukiwa mkubwa unataka kuwa nani, atakwambia nataka kuwa dokta, polisi, mwalimu. Lakini mtu mzima kama wewe nikikuuliza unataka kuwa nani miaka 10 inakuja mbele, hujui. Sasa kama hujui, Mungu anakupeleka. Mtoto mdogo anajua anataka kuwa nani akiwa mkubwa, na kwa miaka 20 inakuja mbele 30 anakuwa yule mtu ambaye alisema. Lakini tumuuliza kijana yote mwenye miaka 18, 20, 25, baada ya miaka 10 unataka kuwa nani? Hajui. Hilo ni kosa kubwa mno. Abraham alijua baada ya miaka 75 atakuwa nani, na Mungu akambariki kwenye hilo eneo ambalo anataka kuwa. Kwa hiyo lazima uangalie, ujione kwenye muda, kwa sababu muda ndio kioo chako. Muda ndio kioo, kwa sababu muda, leo mtu anaanzisha mradi kama wa China. Kipa Mchina kazi yote kujenga barabara, kujenga jengo la ghorofa 10, 20, anajiangalia kwenye muda, kwamba ile ghorofa itamalizwa kwa muda gani. Anaangalia ile ghorofa kwenye muda, anaangalia ile barabara contract kwenye muda, anajua baada ya miaka 3 nakabidhi kazi. Akweli anafanya kazi usiku na mchana. Sasa usipojiona kwenye muda, unaondoka sasa hivi Arusha, una drive unakwenda Dar es Salaam, lazima ujione kwenye muda. Utafika Dar saa ngapi? Ndio speed utatoka kwenda nayo kukufikisha Dar. Sasa watu wengi wajione kwenye muda na wanateseka. Kwa sababu gani? Ukianzisha mradi wote, kwa mfano hii huduma ya Kingdom Business, mimi nilijiona kwenye muda. Nilitoa miaka 4 kanisani kama mshirika wa kanisa, mshirika wa faida. Lakini nikatoa miaka 10 kama mwanafunzi wa Yesu. Miaka 10 kama mwanafunzi wa Yesu. Kuanzia mwaka 2012 mpaka 2022 ndio namaliza. Miaka 10 ambapo nimejiona kama mwanafunzi wa Yesu. Nasoma kila siku, nafikiri kila siku, naandika kila siku, najifunza kila siku, nafundisha kila siku. Nimejiona hii miaka 10 namaliza mwaka, nimebakiza mwaka 1 na nusu. Baada hapo kuna kitu kitatokea kwenye maisha yako kikubwa ambacho wewe ukijua na mimi sikijui kitatokea. Hakuna mtu alikuwa anajua Daudi atakuja kuwa mfalme. Mtu anachunga kondoo. Hakuna mtu alikuwa anajua. Hakuna mtu alikuwa anajua Musa atakuja kuwa kiongozi mkubwa na maile, kuja kuondoa watu milioni 3 Misri kuwapeleka Kanaani. Hakuna mtu alikuwa anajua. Ndio jinsi ilivyo. Mungu anataka
Ukijiona kwenye muda, utafanya kitu kimoja tu kwa miaka 10 na maisha yako yatabadilika. Sasa kuna watu Mwafrika akishafikisha miaka 50 anawaza kifo. Anaona kwamba ameshapitwa na wakati, hakuna kitu anaweza kufanya. Kumbe miaka 50 katika formula ya maisha, ukijiona kwenye muda, kuna umri wa upumbavu kwa watoto na kuna umri wa upumbavu wa watu wazima. Watoto, nataka tu nirudi nyuma kidogo ili uweze kujiona kwenye muda. Mtoto wa kike umri wa upumbavu anaanza miaka 12 mpaka miaka 22. Tabia yote mbaya ikitoingia kati ya miaka 12 mpaka 22, wizi, umalaya, ulevi, kutokutii wazazi, afikishe miaka 35, mtoto anakufa. Mtoto wa kiume inaanza miaka 13 mpaka miaka 25. Tabia yote ambayo itakayoingia kati ya miaka 13 mpaka 25, wizi, wizi, umalaya, ulevi, kutokutii wazazi, afikishe miaka 40, anakufa. Nenda mahali popote amekufa kijana, mtu yote kijana chini ya miaka 40, uliza ni kitu gani kimemuua. Hivyo vitu vinne: wizi, umalaya, ulevi, kutokutii wazazi. Kati ya kimoja katika hizo kimechukua 99% kimemuondoa. Wazazi wake walimwambia kitu akusikia. Mzazi wake amempeleka shule. Amempeleka shule Nairobi, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Marekani, India. Haendi shule, anakwenda club. Kinachotokea kule, maandiko yanasema mheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi. Usipo haijalishi uko mahali gani, baba yako anafanya kazi kwa Tanzania na mama yako wanapata fedha wanakutumia ada ya shule na maisha kule uweze kuishi kusoma, lakini wewe uende shule, maandiko yana execute, maandiko yanafanya kazi yake, yanamuua yule mtoto. Biblia inakwambia maandiko yanaua, lakini neno linauishi, roho inauishi. Ndio maandiko yanaua. Ni kama vile kibao kimewekwa kwenda Moshi, inabidi upite upande kushoto, kutoka Moshi upite upande kulia. Wewe unapita upande kulia wakati unaenda Moshi, nini kitatokea? Ni ajali, unakufa. Umekiuka sheria, hizo ni sheria za barabarani. Ukipinda sheria unakufa. Sasa hii ni taratibu ambazo zipo. Chunguza, nenda kaangalia kwenye mitandao. Chunguza, angalia forum nyingi sana. Kwa nini watu wengi wanakufa chini ya miaka 40? Hivyo vitu vingi. Sasa mtu mzima, umri wa upumbavu watu wazima, tunaanza miaka 35 mpaka 45. Umri wa upumbavu watu wazima. Kutoboa 35 45 ni ngumu sana. Wanaume wengi wanakufa chini ya miaka 35 45. Ndoa nyingi zinavunjika kati ya 35 45. Wanaume wengi wanakwenda magereza kati ya 35 45. Wanaume wengi hawataki kazi, wanataka pesa za haraka, wanataka vitu vya haraka kati ya 35 45. Wanakwenda kwa waganga kati ya 35 45. Wanakuwa walevi, wanakuwa malaya, wanataka vitu vitokee saa hiyo, hawataki kazi, wanakaa vijiweni tu kati ya 35 45. Makampuni mengi hawaajiri mtu yote, mabenki, taasisi kubwa kati mtu mwenye miaka 35 45 hawamwajiri. Mtu ni mpumbavu. Hii miaka 10 ya mpito, ya mapito. Kwamba lazima ujue, na ni umri mbaya sana. Ukienda kwenye makanisa yote ya Pentecost, waliojaa kule kanisani, nenda Radio Safina, nenda wapi, waliojaa kati ya 35 45. Nenda makanisa yote ya Pentecost, ni umri huo hapo. Nikipiga ambacho zile dhambi ambazo umezifanya tangia ukiwa mdogo zinafungukia kabisa 35 45. Ndio kipindi Mungu anafunga mkono wako wa kushoto, hakuna kitu kinachoingia, anafunga. Anataka umjue yeye kwanza. Tofauti na hapo, tabia yote ambayo atakayoingia hapo, na ni umri mbaya sana kwa mwanamke ambaye ana mtoto na hajaolewa 35 45. Anafanyaga maamuzi mabaya mazuri anafanya. Kwa hiyo lazima uangalie tabia yote ambayo atakayoingia hapa kati ya 35 45. Wizi, umalaya, ulevi na pesa nyingi ambazo sio ya Mungu. Mtu afikisha miaka 55 anakufa, anaondoka.
Lazima ujione kwenye muda, ujione kwenye namba. Ukishajiona kwenye muda, kwenye miaka ni muda, siku ni muda, masaa ni muda, miezi ni muda, wiki ni muda, tuko pamoja. Lazima ujione kwenye muda. Sasa hivi una umri gani? Unafanya nini? Usipojiona kwenye muda, hakuna kitu kitakachotokea. Kwa sababu ukijiona kwenye muda, unaongeza speed au unapunguza nini? Speed. Sasa hivi mimi najiangalia kwenye muda na miaka 52. Kuna vitu ambavyo sijafanya. Inabidi niongeze speed ya kufanya kazi. Mimi eneo ninalopata hasara kwenye muda, ile eneo ambalo ninaenda kulala. Ile masaa 4 naolala ndio napata hasara. Lakini muda mwingi mimi sipata hasara. Nikiwa macho kuna kitu nafanya. Lakini ule muda naenda kulala, yale masaa 4 nalala ndio napata hasara. Yaani najuta yale masaa, kwa sababu na maombi yangu mengi naombaga Mungu aniondolee usingizi. Ndio maana napata hasara. Kwa sababu nimeshachelewa. Nimeenda kanisani nikiwa na miaka 40 na miaka 12 kanisani. Miaka 4 nimekaa kanisani kama mshirika. Sijui chochote na burutwa. Baada ya kufikisha miaka 4 nikafanya agano. Nibalike niwe mwanafunzi wa Yesu. Sasa kama umeenda kanisani ukiwa na miaka 40, kuna watu wameenda kanisani wakiwa na miaka 5, 10, 9, miaka 12. Leo wana makanisa makubwa, wana makampuni makubwa na biashara nyingi wanafikiri. Mimi nimechelewa, nienda kutafuta pesa kaacha kumtafuta Mungu. Sasa nilianza kujiangalia kwenye muda. Inabidi niongeze speed. Nisome sana, nifikiri sana, niandike sana, nifundishe sana, kila kitu niongeze speed. Nipunguze muda wa kulala, nipunguze muda wa marafiki, nipunguze muda wa TV, nipunguze muda wa magazeti. Yaani maana nimeondoa magazeti, nimeondoa TV. Kwenye nyumba hakuna TV, hakuna magazeti, hakuna radio. Hakuna. Kuna kompyuta, niondoa internet nimerudisha juu. Kwa hiyo naongeza speed ya muda. Kufanya vitu. So angalia, utakuja kujuta mbele ya safari. Kwa pamoja tunashukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na somo letu. Linasema time within time, muda ndani ya muda. Kwamba wewe mwenyewe ni muda, alafu jiangalie kwenye muda, unajionaje? Ni kama kioo ndani ya kioo. Unaona watu wawili wakati mmoja. Tumshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na somo letu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira saa 5 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira saa 5 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki ya majira saa 5 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakuomba Roho Mtakatifu utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakukaribisha katika majira saa 5 mpaka saa 6, uwe mwalimu wetu. Tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu. Katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu. Time within time. Muda ndani ya muda. Tuende kwenye maandiko. Tuangalie kwenye kitabu cha Mwanzo 17 mstari wa 21. Mungu anamwambia nini Abraham? Mwanzo 17 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, basi agano langu nitalifanya imara kwa Isaka,
ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Majira kama haya mwaka ujao. Muda ndani ya muda. Mungu anamwambia Abraham, Sara atamzalia mtoto majira kama haya mwaka ujao. Muda ndani ya nini? Muda ndani ya muda. Sara atakuwa na mtoto. Kumbuka Sara alikuwa tasa kwa muda mrefu. Anaambia bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka ambaye hajazaliwa. Anafanya agano kwa mtu ambaye hajazaliwa. Ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Tutaruka hapo twende kwenye kitabu cha hapo Mwanzo 18 mstari wa 14. Mwanzo 18 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu wakati, na Sara atapata mwana wa kiume. Muda ndani ya nini? Ndani ya muda. Majira kama wakati, muda kama huu, muda kama huu, Sara atakuwa na mtoto wa kiume Isaka. Sasa leo hii jiulize, majira kama haya tarehe kama hii ya leo, tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2020, mwaka 2030 utakuwa nani? Miaka 10 inakuja mbele. Utakuwa nani? Utakuwa watu watakuwa wanafanya. Ndio sababu ukiangalia vyama vya kisiasa wakimalizaga kampeni tu rais akishachaguliwa, wanaanza kampeni ya mwaka mwingine miaka 5 inafuata. Umeshaona? Ili siku rais anaapishwa, akiingia Ikulu, wanaanza kampeni ya miaka 5 inakuja mbele. Majira kama haya wanaanza kampeni. Sasa jiulize, sasa hivi wewe unafanya kampeni ya nini? Kampeni ya kitu gani? Kuna kitu yote ambacho uko kwenye kampeni nacho ambacho unataka ushinde, uwe nacho? Je, labda unajifunza mambo ya forex, unajifunza stock, uko shuleni, chuo kikuu, uko kuna mradi unajifunza, uko shuleni ni kampeni. Chochote unachojifunza nini? Ni kampeni. Unajifunza kutunza mazingira. Labda kuna kijana wangu yuko hapa, yuko Same sasa hivi anafanya kazi ya mazingira. Ni miaka 10 ametoa, ni miaka 27. Ametoa miaka 10 ya mazingira. Anatunza mazingira, anapanda miti kule Same. Miaka 10. Na muda alioanza ameshaanza hii wizara ya mazingira wameshaanza kumjua, yuko kwenye redio mbalimbali, anaitwa kuongelea swala mazingira kwenye mikutano mbalimbali ya mazingira yanafanyika hapa Tanzania ya kimataifa, anaitwa. Watu wa mazingira wameshaanza kumjua. Hiyo ni kampeni. Anafanya kampeni ya nini? Ya mazingira. Anaitwa, tumemkatia jina, tunamwita balozi wa mazingira. Tuko pamoja. Sasa ile ni kampeni, iko siku tu kile kitu kinaamka, kinakuwa kikubwa. Hiyo ni kampeni. Hiyo ni kampeni. Sasa jiulize, una kampeni labda unaenda kwa watoto yatima, kuwasaidia kufua, kupika, kufanya usafi. Unafanya kampeni tu. Unaenda kwa wajane, unaenda kwa wazee, unaenda kwa vijana mtaani, unahubiri injili barabarani. Hiyo ni kampeni. Siku kampeni yako kisha, Mungu anakuteua. Anakufanya mtu fulani. Kama jinsi Daudi alikuwa yuko machungani anasoma Torati. Anasoma neno la Mungu muda wote Torati machungani. Mungu akamteua. Akawa mwaminifu kuchunga kondoo. Simba aligusa kondoo wake akamua, dubu akagusa kondoo wake akamua. Ni uaminifu. Hiyo ni kampeni. Ni kampeni ya kwenda kumuua Goliathi. Kumbe Mungu anamwandaa Daudi. Sasa jiulize, una kampeni gani unayofanya sasa hivi katika muda wako? Kama huna kampeni unayofanya, jua unasindikiza wanaume wengine huko mjini, unasindikiza wanawake wengine huko mjini. Na ni dhambi ya kwanza ni kusindikiza wanaume wengine mjini au kusindikiza wanawake wengine huko mjini. Yaani unasindikiza watu wanaofanya vizuri. Ni kosa kubwa sana. Mimi nishakataa. Sasa sindikiza mtu huko duniani. Ukimwangalia rais leo anasindikizwa kweli uongo. Waziri mkuu anafanya nini? Alijiandaa kusindikizwa na wanaume wengine. Mwangalia RPC anasindikizwa. Mkuu wa mkoa anasindikizwa. Mkuu wa wilaya anasindikizwa. Alijiandaa. Akitoka nje tu ana vyombo vya habari wanasindikiza, ana mapolisi, ana watu tu mzima wanafanya wanasindikiza. Sasa unajiuliza leo wanasindikizwa na nani? Angalia watumishi wa Mungu wakubwa duniani wakienda maana wanafanya nini? Wanasindikizwa. Ni kwa sababu walipanga. Walijua majira kama haya baada ya miaka fulani itakuwa na sindikizwa. Na mimi najua kabisa majira kama haya miaka 10 inakuja itakuwa na sindikizwa. Itakuwa na sindikizwa. Naona watu wanakuja hapa wamevaa masuti kwenye mageti kule. Kuniona itakuwa ni ngumu.
Miaka 10 inakuja mwaka 2030 tarehe kama ya leo. Itakuwa ni ngumu. Na utaona katika hili jengo hapo watakuja marais kutoka nchi mbalimbali kuja kuchukua hekima Mungu aliyoachilia mahali hapa. Wakurugenzi wa makampuni, marais wa makampuni, marais wa taasisi mbalimbali, mawaziri, wabunge watakuwa wanakuja hapa kuja kuchukua hekima ambayo Mungu anaachilia kwenye. Watatuuliza, nyie mnafanyaje mnafanikiwa? Hebu tuwaambie na sisi tufanikiwe. Tunawaeleza jinsi gani ambavyo Mungu ametufanikisha. Tunawapa formula iliyoko ndani ya Biblia. Kwa sababu kuna sheria mbili, kuna sheria zimetengenezwa na wanadamu, kuna sheria zimetengenezwa na Mungu. Sasa swali ni kwamba nafuata hivi. Mimi nafuata ile iliyotengenezwa na Mungu. Sifuati sheria iliyotengenezwa na mwanadamu. Kwa sababu ya mwanadamu ni ya muda mfupi, ya Mungu ni ya kudumu. Na sheria ya Mungu ni Bible. Biblia ni sheria ya nani? Ya Mungu. Iko hapo. Nafuata hii ndio itakayodumu. Mbingu na nchi zitapita na sheria za wanadamu zitapita, lakini neno la Mungu litafanya nini? Alitapita. Kwa lazima uangalie ni sheria gani. Muda ndani ya muda. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Soma mistari michache hapo. Muda ndani ya muda. Neno la Mungu linasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Mstari wa 2 unasema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kuzaliwa ni muda na wakati wa kufa ni muda. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati unabomoa ni muda unatumika. Wakati unajenga ni muda unatumika. Kwamba ni muda ndani ya muda. Wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na kuna wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia. Wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Wakati wa kurarua na kuna wakati wa kushona. Wakati unararua unatumia muda. Wakati unashona unatumia muda. Wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Wakati wa vita na wakati wa amani. Yote ni muda. Sasa jiulize, huu ni wakati wako wa nini? Kuna watu wanaenda kwenye makanisa ambao wanafanya maombi ya vita kila siku. Swali namuuliza, wewe unapigana kila siku, wakati wako wa amani nje? Hajui. Na uwezo kukuta sajili hata siku moja kwenye kanisa la maombi ya vita. Hata siku moja ni maskini tunakuta kwenye makanisa. Uwezo kukuta sajili kwenye kanisa lenye linalofundisha upendo. Linalofundisha nini? Upendo. Asitaki kusikia mambo ya vita, anapigana nani? Wakati ni tajiri. Anapigana nani? Asipigane na mtu yote. Ni tajiri, lakini maskini wote. Kiruhusu anapigana nani? Na hakuna siku amekuwa matajiri. Kwa sababu neno la Mungu linasema kisasi ni cha nani? Cha Mungu, usilipize. Yesu, mwanzo wa Yesu mpaka mwisho wa Yesu alikuwa anahubiri upendo. Msalabani anaambia Baba wasamehe, hawajui tendao. Petro anakata sikio, anarudisha. Anakataa kwa sababu alisema mimi sitalipiza. Sio kitu kilichonileta huko. Kisasi ni mali ya Mungu. Akamwachia Mungu sana sasa. Kwa lazima uangalie kwamba muda huu ni wakati wako wa nini? Wa amani au ni wa vita? Lazima ujiulize, ni wakati wa kukusanya au wakati wa kutupa? Kwa lazima ujiulize kwamba huwa na wakati wako nini? Kwa sababu muda ndani ya muda. Muda ndani ya muda. Na kwa nini tunasema Mungu anamwambia Abraham? Nataka turudi nyuma pale ili nikupe mafunuo yatakusaidia mbele ya safari. Yatakusaidia mbele ya safari. Mungu anamwambia Abraham, bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka, ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Angalia, Mungu anakuambia mimi ni mwanzo na nini na mwisho. Na Mungu anatangaza mwisho kabla ya mwanzo. Anakuambia mwaka ujao Sara majira kama haya. Sara atakuwa na nini? Na mtoto. Anatangaza mwisho kabla ya mwanzo. Tuangalie Isaya 46. Isaya 46 mstari wa 8 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema, kumbukeni haya mkajionyeshe kuwa waume. Jifahamisheni haya ninyi mko sawa. Kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi.
nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Anaombea Sara Abraham majira kama haya. Mwaka Sara atakuwa na nini? Anatangaza mwisho kabla ya nini? Kabla ya mwanzo. Neno la Mungu linaendelea kusema tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kila kitu Mungu amependa. Mungu akishakwambia kwamba majira kama mwakani utakuwa mtu fulani, ndivyo atakavyokuwa. Ndivyo atakavyokuwa. Kwamba lazima uangalie kwamba unajiandaa na nini. Kwa sababu muda ndani ya muda, hii ni fursa. Muda ukishapewa siku kama ya leo ni fursa. Siku ya leo ni fursa. Unajiandaa na kitu gani? Sababu muda, kazi ya muda ni kujiandaa. Na sababu Biblia inakwambia kuna set time and appointed time. Set time ni pale Mungu anamwambia Abraham kwamba majira kama ya mwakani Sara atakuwa na mtoto. Appointed time ni siku Sara na mtoto. Muda uliopangwa na muda ulioamuriwa. Muda ulioamuriwa. Kwamba sasa lazima ujiulize kwamba sasa hivi unajiandaa na kitu gani? Yesu anasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 9. Mathayo sura ya 9 mstari 39 na 37. Mathayo 9:36-37. Na alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Yesu akasema, ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Kumtumikia Mungu ni choice, ni kuchagua, sio karama, sio kipawa, sio karama wala sio maono. Ni uchaguzi, ni utashi wa mtu kwamba unaamua kumtumikia Mungu au unaamua kutumikia pesa. Kisoma kwenye kitabu cha Joshua 24. Joshua 24 mstari wa 15. Joshua anasema nini? Kumtumikia Mungu ni kuchagua, wewe ndio unachagua. Sio karama hiyo. Joshua 24 mstari wa 15, neno la Mungu linasema, nanyi kama mkiona, ameingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Anawaambia sasa, wana wa Israeli wamefika kule wakaanza kukengeuka, kuanza kufuata njia zao wenyewe. Uondoke na mtu hapa, umchukue akakusaidia kazi Dar es Salaam, afike Dar es Salaam baada ya kuona mji ulivyo, akuache, aanze kutafuta mambo yake mwenyewe. Joshua anawaambia, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nikuchagua. Sasa mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani? Bwana. Ni wewe ndio unaamua. Hakuna karama kumtumikia Mungu. Hakuna kipawa. Hakuna mambo kusema eti nimeitwa kuwa mtumishi wa Mungu. Hakuna kitu kama hicho ndugu yangu. Unamtumikia Mungu unaitwa ukiwa safarini. Kweli Mungu. Unaitwa ukiwa safarini, ndio unaitiwa huko katikati. Kama umekaa nyumbani sio utakasikia Mungu anakuita umtumikie. Mungu anataka uanze mwenyewe. Hakuna benki inampaga mtu pesa kuanza biashara. Benki inawapa watu pesa, watu ambao wana biashara tayari. Mungu anataka ulianzishe mwenyewe vitu, na hakuna kitu hata kimoja Mungu atakachoanza na wewe. Hata kimoja. Hakuna hata safari hata moja Mungu ataanza kutembea, atakuta njiani akusaidie. Hakuna. Watu wanasema anza na Mungu. Hilo neno anza na Mungu alipokuwa duniani. Alipo Mungu anaanzaje na mtu? Alishakupa vitu vyote vya kuanza. Amekupa muda, amekupa pumzi, amekupa mikono, amekupa miguu, amekupa akili, amekupa macho, amekupa kila kitu. Akamwambia anza. Kianza chochote utakachoanza nitakutafuta. Chochote utakachotia kwenye mkono wako nitabariki. Tabariki kazi ya nini? Ya mkono wako. Sasa ni kitu gani umefanya ili Mungu abariki? Kitu gani umeanza? Umeanza kuchoma mahindi? Hapana. Umeanza kuuza karanga? Hapana. Watu wote wameaibu na hofu. Mungu afanye nao kazi. Hakuna imani pale. Mheshimiwa Rais ameruhusu watu kwenda barabarani wakafanya biashara. Unaona aibu kwenda barabarani. Unaona aibu kuweka mahindi, kuchoma mahindi barabarani, kuuza karanga barabarani. Mungu akishaona mtu kama huyo afanye naye kazi. Hata kama Yesu anasema ukiwa na imani kidogo kama chembe ya haradali, unaweza kuambia mlima huu mkuyu huu ondoka na ukakotii na ukafanya nini? Ukondoka. Ile imani kidogo ni ile imani ya kuchoma mahindi barabarani, imani ya kuuza karanga barabarani, imani ya kuweka vitu kuuza nyanya barabarani.
Ndio imani hiyo Mungu anaitafuta. Kama una imani hiyo, anakupa kazi. Anakupa kazi. Wewe umeanza kuuza mahindi, umeanza kuchoma karanga, umeanza kuuza nyanya barabarani. Mungu anakufungua, anakupa kitu kikubwa kuliko hicho. Anasema imani ya kuuza nyanya, nampa biashara. Imani ya Daudi na ndugu zake masharubaro, walikuwa nane kwao. Daudi ni wanane. Wale ndugu zake na masharubaro, yaani wanakaa mjini tu hawataki kazi. Ile imani ya Daudi kusema mimi ndio nitakuwa naenda kuchunga kondoo, ndio ilipa Daudi ufalme. Nataka nikupe true story. Kanisa la Lutheran nilifanya mkutano miaka ya nyuma, nilitoa story hapa Arusha. Wanapanga wachungaji, mkutano wa wachungaji, kupanga wachungaji kwenda kwenye mikoa mbalimbali. Waliposema mchungaji wa kwenda Loliondo, babu wa Loliondo, wachungaji wote waliinamisha vichwa chini. Babu wa Loliondo alinyosha kidole, akasema nitaenda mimi. Wote wakanyanyua vichwa, wakasema wapi? Nani kasema na Loliondo? Kipindi kuna vita kati ya Wasojo na Wamasai Loliondo. Angalia kitu ambacho babu alikuja, Mungu alikuja kumzawadia babu. Kweli uongo? Mungu akumzawadia babu? Alimzawadia. Amelipa gharama. Babu alikubali bwana Loliondo. Angalia kitu ambacho Mungu alichomzawadia babu. Leo mwenye pesa nyingi katika benki ya NMB Loliondo ni babu na halmashauri ya Loliondo. Ndio ile laji. Kwa sababu alitaka kuna kitu, sababu alipofika Loliondo alianza kutunza mazingira. Alianza kutengeneza barabara. Kwa sababu original ni mjenzi. Watu wakaona mchungaji anajaza anarekebisha mitaro ya barabara, anajaza mawe kwenye barabara. Wananchi wakaanza kumsaidia. Wakajenga naye kanisa, kufanya kila kitu. Angalia zawadi Mungu aliyomzawadia. Mungu anawaambia umelipa gharama, nakupa hichi. Alianza kutunza mazingira alipofika Loliondo. Anasema kama ni mchungaji aone aibu kutunza mazingira, tampa kitu. Na Mungu anamalizia ujao wake vizuri. Kwa sababu hakuna aibu. Alipofika Loliondo anataka kutunza mazingira. Sasa leo hii kijana mdogo yule ni mchungaji, aliamua kutunza, amechukua toroli na beleshi na jembe na sururu, anajaza mashimo kwenye barabara. Sasa kama ni mchungaji amejishusha kiasi hicho, unategemea ni wewe ni nani? Na anajua yeye ana mamlaka, anataka kuwaambia waumini wake wafanye hizo kazi na wakafanya, lakini alikuwa anafanya mwenyewe. Sasa kuna mahali anafika, wewe ni kijana mdogo unashindwa kuchukua maamuzi magumu, unaanza kuona aibu kwenye kila kitu, unaona hofu, unaona watu wananionaje. Wale wanaokuona wanakuonaje? Hawana maendeleo yote. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kama wewe ni maskini, wanaokujua ni maskini wenzako. Hakuna tajiri anayekujua. Kama wewe ni maskini, anayekujua nani? Ni maskini wenzako. Leo hii mimi naishi ku PPF. Wanaonijua mimi ni watu wa PPF. Wanajua hapa ni kwa fulani. Kweli uongo? Kwa hiyo wanaokujua ni maskini. Sasa kama wanaokujua ni maskini wenzako, unaonea maskini aibu ya nini? Kwa sababu wenyewe wameamua kubaki kwenye maskini. Inabidi ufanye kitu ambacho waache. Uondoke kwenye maskini. Tofauti na hapo, hakuna mtu anayekujua brother. Hakuna tajiri anayekujua. Hakuna tajiri anayekujua. Jiulize leo, tajiri gani anakujua? Hakuna. Kama kuna tajiri anayekujua, ukiwa unatembea barabarani, tembea kwa miguu. Kama kuna tajiri anayekujua, tembea kwa miguu kuanzia hapa mpaka mjini. Kama kuna mtu atakupa lift. Lakini tajiri yote anatembea kwa miguu, magari yanasimama. Mzee unaenda. Mzee panda, kweli uongo? Kwa sababu ni matajiri wanamjua. Sasa kama unatembea kwa miguu mpaka mjini, hakuna mtu anasimamisha gari akakupa lift. Hakuna mtu anayekujua. Hebu ngoja nikwambie, siku moja kuna kijana mmoja, Mheshimiwa Rais Kikwete alikuwa Ikulu ndogo hapa Arusha. Wameamka asubuhi, anafanya mazoezi. Yuko na watu wa usalama wa taifa, kuna watu wako nyuma, kuna watu wako mbele, na yuko na watu wawili. Unajua ukiwa na mheshimiwa kuna nguo unavaa. Sasa tu tumevaa miwani, umevaa kofia, sio rais mtu kufariki. Kuna kijana akamuona mheshimiwa, akamshika mheshimiwa rais. Akaisha akasimama. Akaambia habari yako, umejuaje nini? Kaza mheshimiwa hata ukitembea na kujua mwendo wako. Mheshimiwa akampa shilingi 1000. Akaambia chukua, nenda vizuri sana kijana.
Kwa sababu yule kijana alikuwa anafanya mazoezi. Tuko pamoja. Asubuhi saa 12:30 asubuhi. Sasa ni kwa nini watu wanafanya mazoezi usiku wasimjue? Lakini kijana mdogo tu alimjua, sawa, ni mwenyewe mheshimiwa rais. Kuna watu wako nyuma, usalama taifa, na wengine wako mbele. Na kuna wawili yuko nao pale. Ukiwa wewe ni tajiri, wewe ni kiongozi, watu wanafanya nini? Wanakujua, watasimama. Yule kijana alisimama akamsalimia. Sasa lazima ukae chini uangalie, anayekujua wewe ni maskini mzako. Hakuna tajiri anayekujua. Hakuna. Tajiri, kama kuna tajiri anayekujua, unataka kujua kama tajiri anayekujua, fanya zoezi la kutembea kwa miguu. Alafu angalia kama kuna gari litakalosimama. Ukiona magari yamesimama, utaona watu wanasimama na kwamba mheshimiwa twende. Labda wewe ndio waambie nafanya mazoezi, ndio watakuacha. Lakini watasimama waongee na wewe na kusalimia. Unaona aibu? Kishaona aibu na Mungu anakaa kushoto. Kwa hiyo muda ndani ya muda. Una muda, toa muda. Tunaposema muda ndani ya muda, ukiwa na uhai unatoa uhai, ukiwa na pesa unatoa pesa, ukiwa na muda unatoa muda. Kuna masaa 24. Toa muda kutunza mazingira. Toa muda nenda kwa sasa yatima, kasaidia kufua, kufanya usafi. Usipeleke kitu. Peleka muda wako na nguvu zako na imani yako. Toa muda nenda kwa ajali, nenda hospitali kumwambia wagonjwa, nenda magereza, nenda kwa ubiri njini barabarani. Kama una muda toa muda. Kama una muda wewe toa muda. Na mtu ambaye ana muda yuko mmoja. Kweli uongo? Yuko mmoja. If you have life, give life. If you have time, give time. Sasa una muda, toa muda. Nakumbuka mchungaji wangu alikuwa ananipa shuhuda moja. Alienda kusalimia mgonjwa hospitali. Kwenye kitanda cha pili kuna kijana amelala pale. Mkono wake umejikunja. Kama umejikunja kabisa unyooke. Mchungaji au ni mchungaji akaenda kwenye kile kitanda cha pili, akamshika ule mgonjwa ule kijana, akamsalimia, akamwombea, akamweleza mkono wake. Akasema kwa sababu mkono wangu una uhai, nataka niingize uhai katika mkono wa mtoto. Akasema because I have life, I'm giving life. Mkono wangu natoa uhai katika ule mkono wa ule kijana. Brother, sitaki kudanganya. Kesho alipokuja pale, mkono wa kijana umenyooka. Kwa sababu yeye alikuwa na uhai. Mkono wake uko hai. Akatoa nini? Ni kama ukachukua sumaku na chuma. Ukachukua kile chuma ukaweka na sumaku. Kile chuma kinapata nini? Kinapata sumaku. Sasa you have time. Muda unao, toa muda ili Mungu akuone. Tunaishi ndani ya muda. Na muda kila siku unapewa masaa 24 mapya. Unatumia ule muda wako na nini? Ndio swali. Ile hata Mungu akuone. Mungu akumbuke. Mungu anasema kutoka kwenye Isaya 41:22. Unajua sisi kwenye huduma atuamini kufanya maombi ya kuomba vitu na hujafanya kazi ya Mungu. Sisi tunaamini kama hujafanya kitu chochote cha Mungu, hujafanya kazi ya Mungu, ingia kwenye kushukuru, kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu amekupa pumzi, umeamka leo asubuhi, uko salama. Mshukuru Mungu kwa hilo. Umeoga mwenyewe, umekunywa chai. Mshukuru Mungu chakula umekula. Mshukuru Mungu kwa hicho. Lakini usiingie kwenye maombi ya kuomba vitu. Mwambie Mungu nipe hela, Mungu nipe kazi, Mungu nipe nyumba, Mungu nipe hichi. Usiingie kwenye ile maombi hata tumefanya. Hakuna kitu cha Mungu umefanya. Neno la Mungu nasema kwenye Isaya 41:21 nasema haya leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Leteni maneno gani unampelekea Mungu? Ni kitu gani unafanya kwa Mungu? Ni kitu gani unafanya kwa Mungu? Unaenda kwenye maombi kuomba vitu. Unataka Mungu akuponye, akuondolee ugonjwa. Ni kitu gani ambacho unafanya? Unapita kwenye changamoto, una kazi, unaomba Mungu akupe kazi. Ni kitu gani unaomba Mungu akupe biashara? Ni kitu gani unafanya? Unaomba Mungu akupe wateja kwenye biashara yako. Ni kitu gani unafanya? Haujafanya chochote. Wewe mshukuru Mungu tu. Kwa sababu umeamka unapumua. Wewe ingia kwenye maombi ya kushukuru. Chana mambo ya kuomba vitu. Chana funga kabisa usiombe vitu. Ukisoma kwenye Isaya 43:26. Isaya 43:26 neno la Mungu linasema unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako
upewe haki yako. Haki yako ipi unaodai? Ni kitu gani umefanya unadai? Unikumbushe, Mungu anakuambia unikumbushe. Tuojiane, eleza mambo yako, upewe haki yako. Ni kitu gani unafanya? Umeenda kutunza mazingira useme kwamba safari mpaka safari nilikuwa natunza mazingira. Mungu naomba kazi. Safari mpaka safari nilikuwa kwa watoto yatima. Ninawasaidia kufua, kupika, kufanya usafi. Naomba kazi. Safari nilikuwa hospitalini naombea wagonjwa. Safari nilikuwa magereza. Safari nilikuwa barabarani. Kuna watu walikuwa wanahubiria. Nimeongoza sana atoka. Hamna kitu umefanya. Alafu naingia kwenye maombi. Yesu anasema nini? Kwenye kitabu cha Yohana 12:15-16. Yohana 15:16. Yesu anasema hapa, Yesu alikuwa amekasirika sana kwa watu wanaoomba maombi ambayo hawajafanya kitu cha Mungu. Alikuwa amekasirika, anasema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo kwa Baba kwa jina langu mimi awapeni. Ni matunda gani umezaa? Una muda tayari, muda nani ya muda? Una masaa 24. Ni kitu gani umefanya ule muda uliopewa? Enda masaa 24. Ni kitu gani umefanya? Ili ukiingia kwenye maombi kwa jina la Yesu uoneshe matunda uliozaa. Hakujazaa matunda. Hujafanya kazi za kijamii, hujatunza mazingira, hujaenda kwa yatima, kwa jana, hujaenda kuhubiri barabarani, hujafanya kazi za kijamii, hujatoka kwenye eneo lolote. Alafu unataka Mungu ajibu maombi yako. Una ugonjwa, unaumwa. Unataka Mungu aondoe ugonjwa. Angalia maandiko yanasema nini? Kutoka 23:25-26. Kutoka 23:25 na 26. Neno la Mungu linasema nini? Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Ukimtumikia Mungu anaondoa ugonjwa. Usisubiri mpaka umeugua na umelala kitandani. Ukishaona kuna dalili ambazo sio nzuri, anza kumtumikia Mungu ili aondoe ugonjwa. Simamia mstari hapo. Anakwambia nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako. Nami nitakuondolea magonjwa kati yako. Mstari wa 26 unasema apata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako. Na hesabu ya siku zako nitazitumia. Hautakufa na korona. Hautakufa na ajali. Kumtumikia Mungu. Hesabu ya siku zako nitazitumia. Ni kwa sababu tunaishi ndani ya muda. Unatumia muda wako kufanya nini? Tayari umefikisha kwa masaa 24. Unamrudishia Mungu fungu la 10 la muda, masaa 2 na dakika 40 kila siku. Lazima mrudishie Mungu fungu la 10 la muda. Kama huwezi kutoa fungu la 10 la muda, huwezi kutoa fungu la 10 la fedha. Huwezi kutoa. Lazima ujifunze kwanza kumrudishia Mungu fungu la 10 la muda. Tofauti na hapo, changamoto ni kubwa. Tunaishi ndani ya muda. Sasa lazima ujue kabisa kwamba wewe Mungu hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo ni muda na mwisho ni muda. Alitumia mwanzo na mwanzo kuumba mbingu na nchi. Ina maana kila kitu kilichoumbwa duniani kilitumika muda. Kiangalia vitu vyote duniani vimetumiwa muda. Mtu alikaa chini, akatoa muda, akafikiri, design kitu, akatengeneza kitu. Ni muda. Hakuna mtu ambaye ubunifu utokee shuleni. Ubunifu unatokea kwenye kichwa cha mtu. Unatokea kwenye kichwa cha mtu. Kama ni mtu amekaa kabuni, Mungu akampa mafunuo, akabuni, akatumia muda kufikiri. Kazi ya muda ni kufikiri, kutengeneza mawazo mapya na kutafuta taarifa. Kazi ya muda si kutafuta fedha. Maskini wanatumia muda kutafuta fedha. Katika ajira anatumia muda kufikiri, kutafuta mawazo mapya na kutafuta taarifa. Kama lazima ujue kwamba unaposema muda ndani ya muda, umeenda mahali una appointment, umeenda mahali unataka kuonana na mtu, ukamkuta na kazi nyingine anafanya, kwa mbele subiri kidogo. Ule muda unaosubiri unafanya nini? Unachukua kitabu unasoma. Kweli huo muda ndani ya nini? Ndani ya muda. Wakati unasubiri unasoma kitabu. Unasafiri sasa hivi kwenda Dar. Unajua na masaa 10 kwenye basi. Muda ndani ya muda. Unafanya nini kwenye basi? Unasoma kitabu. Unaokoa muda. Ukijaribu kuangalia, ukipanda basi unakwenda Dar es Salaam. Ukiangalia kiti ya mbele utaona wamekaa wazuri. Wameshika chupa ya maji na kitabu wanasoma. Angalia Waafrika, sisi walokaa. Wanakula mahindi, wanakula miogo, wanachafua gari. Na kila karanga
ukiona basi likishika breki mahali popote, hata ni kwenye banki, wanaangalia labda kuna mtu ni mtu anauza mahindi, anauza karafika. Hata angalia wazungu mshika chupa maji na kitabu anasoma. Angalia mtu. Sasa Mungu anajiuliza, sasa tutawasaidia nini? Mungu abariki mtu mjinga hata siku moja. Soma kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 13. Mungu abariki mtu mjinga hata siku moja. Hata siku moja. Hakuna mlokole hata mmoja nimesikia Mungu amempa milioni 100. Ndio kusikia nini? Ndio kusikia. Kwa sababu gani? Mungu amemtela mtu ambaye ana akili na ile pesa. Kiwango cha pesa ambacho umeshakipata ndio kiwango cha akili yako. Kwa mfano ikatokea umepata shilingi 100,000. Sasa hivi ndani ya masaa 24 imebaki 20,000. 80,000 umeshatumia. Akili yako ilikuwa ni 20,000, ile nyingine yote imeshaondoka. Akili yako ilikuwa ni 20,000, ile nyingine imeshaondoka. Na Mungu akupa milioni 100 leo. Utakula Mount hoteli siku 20, siku 21 tutakuta Mount mocho. Zote ni Mount Meru. Kuna hoteli huko mocho. Na Mungu akitaka kukuua, akupi sumu, anakupa hela. Unaondoka mara moja. Sasa ile ndipo na nguvu. Unaondoka mara moja. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba lazima mwanadamu anakuwa kwenye maeneo matatu tofauti. Anakuwa kiakili, anakuwa kiroho, anakuwa kimwili. Anakuwa kiakili, kiroho na kimwili. Sasa ukikua tu kimwili, haujakuwa kiakili, haujakuwa kiroho. Kukua kiroho lazima usome neno la Mungu. Kukua kiakili lazima usome vitabu vyako vya biashara. Kukua kiroho, kimwili lazima ule ugali na maharage. Ndio unakuwa. Sasa unakuta watu wengi wanakuwa tu kimwili. Hawakui kiakili, hawakui kiroho. Asome neno la Mungu. Maisha yake ya kiroho hayakui. Asome vitabu vya biashara. Ananunua sana nguo na chakula kuliko vitabu. Kwa hiyo lazima ananunua nguo na chakula kuliko kununua vitabu na CD za kusikiliza. Kwa hiyo lazima ujue namna gani utatumia muda wako. Ukiangalia muda ndani ya muda, ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura 20 mstari wa 1 mpaka 16. Mathayo 20 sura ya 1 mpaka 16. Utaona kuna tajiri mmoja aliamka asubuhi kwenda kutafuta wafanyakazi kwenye shamba lake. Saa 12 akapata wafanyakazi kwa kwenye shamba lake la mzabibu. Akaenda tena saa 3 akapata wengine akawapeleka. Akaenda saa 6 akapata wengine akawapeleka. Akaenda saa 9 akapata wengine akawapeleka. Akaenda saa 11 akapata wengine akafanya nini? Akapeleka. Wale walioenda asubuhi mpaka saa 12 na wale wa saa 11 mpaka saa 12 walipo mshahara muda ndani ya nini? Ndani ya muda. Walipo mshahara mmoja. Mathayo 20 mstari wa 1 mpaka 16. Mathayo 20 mstari wa 1 mpaka 16. Sasa angalia ni muda ndani ya muda. Haijalishi wewe umeokoka muda gani. Kwa sababu mimi nataka nikwambie kitu. Mimi nimeokoka nikiwa na miaka 40. Haijalishi kama mtu aliokoka ndani ya miaka mingapi? 5, miaka 19, 16, 17, 20. Kwa overtake unaruhusiwa. Overtake is allowed. Kwa overtake inafanya nini? Inaruhusiwa. Haijalishi brother. Kama umeokoka mwaka 1968. Mimi nimeokoka juzi. Lakini speed inayokwenda sio sahihi. Haijalishi ni speed tu. Haijalishi umeondoka, kuna mtu ameondoka sasa hivi saa 12 anakwenda na drive. Kuna mtu kuondoka saa 4. Anamkuta yule saa 12 wa njiani anampiga. Haijalishi swala ni kwamba ni wewe umejiposition namna gani na Mungu. Umejiposition namna gani na muda wako. Kwa sababu una masaa 24. Mwenzako ameokoka ana masaa 2 tu anamtumikia Mungu. Wewe umeokoka unatumia masaa 6 kumtumikia Mungu. Unaongeza masaa 8 kumtumikia Mungu. Masaa 12 kumtumikia Mungu. Unamovateki pole uongo. Unamovateki kwa sababu imani huja kwa kusikia. Yaani imani inakuja kwa kufanya mazoezi. Imani ni matendo. Mtu unafanya matendo, unamovateki kama mtu. Unampiga. Muda ni huo, masaa 24. Unamovateki. Sasa sio kutangulia. Kuna watu wameokoka miaka 68 mpaka leo. Hajawahi kuleta mtoto mmoja kanisani. Hajawahi kubatiza mtoto hata huyu. Wewe unataka tu siku moja umuulize baba yako. Umwambie baba ngeo mkuu Mkristo. Yesu alisema nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu na mkawabatiza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwambie mshaye kubatiza mtu yote. Anakwambia hapana. Umeshaye kusoma Biblia mwanzo mpaka mwisho anakwambia nini? Hapana. Na ana miaka 60, 70. Kutangulia tu kwa nini? Sio kufika. Kuna kijana tu ameokoka juzi, ameshasoma Biblia mwanzo mpaka mwisho mara 3. Ameshabatiza watu zaidi ya 20.
Tuko pamoja. Ameshaongoza sana atoba watu sio chini ya 1000 kwa muda mfupi. Anakwenda kuhubiri barabara, anaambia rudia maneno haya, wanarudia ile maneno, na leo wabatiza shabata watu kama 20. Sasa mjiulize, na unauliza umeshakupeleka watu wangapi kanisani? Umeshawahi kwenda barabarani na Biblia ukawaambia watu habari ya Kristo? Hapana. Tangulia sio kufika. Kweli umeokoka miaka mingi, lakini hamna kazi ya Mungu umefanya. Umefanya hii ni idle mind. Ni akili ambayo itumiki. Amejirejista kwa Mungu, lakini hakuna kazi ya Mungu amefanya. Na muda ni ule ule. Yeye ana masaa 24 na mimi na masaa 24. Bado dakika 4 tumalize. Kwa hiyo nataka tu tukiangalia kwa siku ya leo namna gani unaweza kujiposition na muda wako. Tuko pamoja. Tukisema muda, ndani ya muda mtu angalie Waebrania sura ya 13 mstari wa 3. Waebrania 13 mstari wa 8. Sorry. Waebrania 13 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema nini? Yesu ni yule jana na leo na hata milele. Muda ndani ya nini? Ya muda. Ni yule jana, leo, hata milele. Anakwambia mimi ni Alpha na Omega. Ni muda ndani ya muda. Yaani yupo, alikuwepo, yuko leo na ataenda kuwepo. Ndani ya muda ule Yesu anaanza past. Yesu siku zote yeye yuko future muda wote. Yupo. Yuko siku zote. Yuko siku zote. Tuangalie andiko lingine. Tuangalie Methali 16. Methali 16 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema nini? Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana uzipima roho za watu. Mstari wa 3, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Muda ndani ya muda. Mkabidhi Mungu muda wako na mawazo yako yatafanya nini? Yatathibitika. Muda wako ndio kazi yako. Ulipewa muda kwa sababu ya kazi. Mkabidhi Mungu muda wako na mawazo yako yatathibitika. Kwamba ukimkabidhi Mungu muda wako, mahali moyo wako ulipo ndiko muda wako ulipo. Kwamba ukimkabidhi Mungu muda wako, kila unachokifikiria kitathibitika. Sasa hujamkabidhi Mungu muda wako umekabidhi watu wengine. Umkabidhi mtu mwingine. Au tembea na muda wako. Muda wako ni kama vile una wallet yako, umempa mtu mwingine abeba wallet, wewe unatembea bila wallet. Na ukitaka pesa, inabidi muombe nani? Yule mtu. Na pesa ni za nani? Ni za kwako. Ndio tofauti ambayo watu wengi wanafanya. Mkabidhi Mungu muda wako na mawazo yako yatathibitika. Chochote utakachokiwaza kitathibitika. Atakithibitisha. Sasa muda wako umekabidhi mtu mwingine, umekabidhi vitu vingine. Hebu turudi nyuma tuangalie kwenye Zaburi ya 38. Zaburi ya 37 mstari wa 3. Zaburi ya 37 mstari wa 3 mpaka wa 5. Mtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi upendezwe na uaminifu, nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja ya moyo wako. Mkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini yeye atafanya. Mkabidhi Mungu muda wako, umtumaini yeye atafanya. Muda wako umemkabidhi nani? Your way is your time. Njia zako ni muda wako. Your way is your time. Njia zako ni muda wako. Umemkabidhi nani? Mahali muda wako unapoenda ndiko moyo wako unakofuata. Na mahali moyo wako unapoenda ndiko muda wako unakofuata. Mkabidhi Mungu njia zako. Mkabidhi Mungu muda wako na atafanya hicho kitu ambacho unataka kufanya. Ukimkabidhi Mungu muda wako, ina maana kwamba unajua asubuhi utaamka kwenda kwenye kazi za kijamii. Kwa sababu hakuna sawa na kusema hakuna kazi ni uongo. Yaani kusema hivi Arusha hakuna kazi, Arusha hakuna pesa, Arusha hakuna biashara, Arusha hapana. Nani mkwambia Arusha hakuna kazi? Arusha kazi zipo, makampuni yanafunguliwa kila siku, pesa ziko kila siku, mabenki yanafunguliwa kila siku, microfinance zinafunguliwa kila siku, watu na vikoba vinafunguliwa kila siku. Hizi vikoba ni kwa sababu ya nini? Ni watu wanaweka huko pesa, kweli uongo? Benki kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya pesa. Microfinance ni kwa sababu ya pesa. Microfinance sio kanisa, sio duka la dawa. Tuko pamoja. Hiyo ni kwa sababu ya nini? Ya pesa. Kazi zipo, nenda kwenye kazi za kijamii. Unajua watu wote ambao
Mungu amewapa kazi, walianza kwenye kazi za kijamii, walianza kujitolea wakapata kazi ya kweli. Unaanza kwenye kazi kimvuli, unapata kazi ya kweli. Unaanza kwenye ubunge kimvuli, unapata ubunge wa kweli. Unaanza kwenye waziri kimvuli, unapata waziri wa nini? Wa kweli. Sasa hujaanza kwenye kimvuli, unataka kuanzia kwenye kweli. Kila kitu kinaanzia kwenye giza. Hata siku inaanzia kwenye giza. Siku inaanzia kwenye nini? Panapopambazuka. Tarehe mpya inaanzia kwenye nini? Kwenye giza. Maisha yanaanzia kwenye giza, maisha yanaanzia kwenye nuru. Kwa sababu hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Ilikuwa ni giza ukiwa na utupu. Kweli uongo? Tajiri anaanzia kwenye nini? Kwenye maskini. Hakuna mtu anaanzia kwenye utajiri. Hakuna mtu anaanzia kwenye utu uzima. Ni Adam. Watu wawili tu wanaanzia kwenye utu uzima. Lakini hao wengine wote wanazaliwa. Kweli uongo? Wanaanzia katika utoto. Wanaanza katika utoto. Sasa leo hii huwezi kupata formula ya Adam. Wewe uko wa kwanza. Hivi tukiangalia katika duplicate kama ni makaratasi copy tangia Adamu ameumbwa, wewe ni wangapi? Unajua ni miaka mingi ni wapali sana. Yaani kama nikifanya copy wewe tangia Adamu alipoumbwa, ina maana wakazaa mtoto, wakazaa watoto wawili, wakazaa watatu, wewe ni wangapi? Uzao wako ndani sana. Dunia ina watu bilioni 7, lakini Mungu anahesabu ya kila mtu aliyezaliwa kwenye dunia ni wangapi kutoka Adamu wa kwanza, anajua ni wangapi. Ni kama unaweka mafuta kwenye gari. Unaweka mafuta 10,000, inaanzia lita 1, lita 2, lita 3 mpaka dakika lita 120 kwa futa. Kwa hiyo Mungu anajua muda wetu umeisha. Sasa dakika 1. Kwa hiyo nataka tu ukiangalie ni kwamba tunaishi ndani ya muda, na thamini muda wako. Anza kutumia muda wako vizuri. Usiseme hakuna kazi Arusha, hakuna biashara, hakuna pesa. Kazi zipo, biashara zipo. Nenda kazi na kazi za kijamii. Sasa hivi kupitia hii changamoto ya corona, uchumi wa dunia umeshuka. Yaani umecrash uchumi wa dunia. Watu wengi wamepoteza kazi, biashara nyingi zimepotea, watu wamekufa, watu wanaishi kwenye hofu. Sasa hivi uchumi ambao umebakia, ambao ndio una kila kitu, ni uchumi wa mbinguni. Uchumi wa dunia unafanya umekwisha. Sasa hivi ili uweze kusurvive, lazima uanze kufanya kazi za kijamii. Utegemee uchumi wa nini? Wa mbinguni, sio uchumi wa duniani. Usitegemee uchumi wa duniani. Uchumi wa duniani umeshakolapsa. Watu hawana kazi, makampuni yamefungwa, watu hawana biashara, watu wamekufa. Sasa ukiwa mjanja, switch toka kwenye uchumi wa dunia naenda kwenye uchumi wa nini? Wa mbinguni, na maisha yatakuwa sawa. Nenda kafanya kazi za kijamii. Uchumi wa mbinguni, tumia muda. Nenda kafanya kazi za kijamii. Nenda katunza mazingira, nenda kwa watoto yatima, nenda kwa wajane, nenda. Chagua moja katika hizo, moja tu. Inakutosha. Hiyo kazi ni kubwa sana. Kwenye mazingira unaweza kuchagua kupanda miti. Kwenye mazingira unaweza kuchagua kuchimba mashimo ya taka. Kwenye mazingira unaweza kuchagua kusafisha mitaro. Unaweza kuchagua kufagia. Mazingira ni kubwa, ni mpana. Unaweza kutunza vyanzo vya maji, kutunza maeneo ambayo wanyama wanaishi, kutoa elimu watu wanaishi karibu na sehemu za wanyama kama Mtoambo na National Park ya Manyara. Unawaambia watu wanaishi karibu na pembezoni pa National Park, mahusiano wao na wanyama, wasiue wanyama, wafanye nini? Wanyama wasiharibu mazao yao. Unatoa elimu, inatosha. Na sio lazima uende shule. Leo ukienda kwenye mtandao ukigugu hiyo elimu unaipata bure. Ukigugu unapata elimu yoyote unayotaka sasa hivi ya kijamii. Yaani ukitaka kituo cha watoto yatima kilichoko karibu na sehemu unaoishi, ukigugu unaonyesha kiko sehemu fulani. Unaondoka unatembea kwa mguu, unaondoka unaenda kukipiga mswaki, unaenda kufanya usafi kule, unafanya kazi, unamaliza, unanawia uso kule, unamaliza saa lako limoja, unarudi zako nyumbani, unavaa nguo zako, unaenda kazi. Full stop. Hauna kazi kabisa. Unachokifanya, unajua ratiba. Ukiajiriwa kwenye kampuni, ukiajiriwa serikalini, unafanya kazi masaa mangapi? Saa 2 mpaka saa 9 au saa 2 mpaka saa 10. Unakwenda kutunza mazingira. Saa 2 asubuhi unaondoka unaenda kazini. Kama mtu anapoenda serikalini, unaondoka asubuhi saa 2 kwenda kwenye kituo cha watoto yatima. Unatoka kule saa 10. Wakati watu wa serikali wanatoka na wewe unatoka kazini. Siku 90 Mungu anakupa kazi. Siku 90 Mungu anakupa kazi. Siku 90 Mungu anafunguka kwenye maisha yako. Unamwona Mungu. Unakwenda ukiwa serious. Na baada hapo kushapata kazi, unamwambia Mungu, kwa sababu nimeajiriwa huku utakuwa unafanya kazi Jumamosi na Jumapili au Jumamosi utakuwa unakuja kwenye kituo masaa 2. Mungu anakupa. Kipindi kingine ukiwa kazini unakuwa mwaminifu kwenye kazi ya mtu.
unafundisha kile kitu kilichojifunza kwa watoto yatima, na wenyewe waenda wakafundisha watu wengine. Unafundisha neno la Mungu, unabadilisha sasa. Kule kazini unakuwa unaongea, unatenda haki, unamtumikia Mungu kwa kutenda haki kazini, kwa kuwa mwaminifu. Mungu amekupa kazi kupitia watoto yatima, lakini pale ulipoajiriwa unamtumikia Mungu kwa kutenda haki, kwa kuwa mwaminifu, kwa kupenda watu wengine, kuwafundisha watu watenda kule ndani ya kazi ulipoajiriwa kwenye kampuni au serikalini. Kuna watu wamjui Mungu, kuna watu watende haki. Kweli uongo? Kuna watu wanachukua rushwa. Unaanza kuwafundisha kutenda haki. Daudi anamwambia nini Mungu? Daudi baada ya kufanya dhambi anamwambia Mungu neno gumu sana ambalo Mungu akushindwa, ikabidi Mungu amsamehe. Alimwambia Mungu, ukinisamehe mimi kwa hili kosa nilofanya nikaua huyu mume wa mtu kachukua mke wake, kitu nitakacho kufanyia. Zaburi ya 51:13, nitawafundisha wakosaji njia zako na wenye dhambi watarejea kwako. Mungu alishindwa kubisha. Nitawafundisha nini? Wenye dhambi njia zako na wakosaji njia zako na wenye dhambi watarejea kwako. Mungu alishindwa kuzuia. Yesu naye akamwambia Mungu, ili mimi nikufanyie kazi vizuri. Kwenye Yohana 12:32. Yohana 12:32. Yesu anamwambia nini Mungu? Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitavuta wote kwangu. Mungu ukininyanyua juu ya nchi nitavuta watu wote kwangu. Nitakuletea watu wote. Mungu akubishi. Akamwambia chukua hiyo. Sasa leo ukisikia hapo tunamwambia Mungu ili Mungu afanye cha kwako. Mwambie Mungu kama Daudi alivyomwambia, nitawafundisha wakosaji njia zako na wenye dhambi watarejea kwako. Full stop. Mungu hawezi kubisha hiyo. Yesu anasema mavuno ni mengi, watendakazi na wachache. Sasa hakuna kitu kumwambia Mungu kwamba nitafanya. Mimi nimwambia Mungu, nitumie Zaburi. Naambia Mungu, hiyo mistari miwili hiyo nilikuwa namwambia Mungu kila siku. Ukiniponya asma, ukiniponya magonjwa yote yanayosumbua, nitawafundisha wakosaji njia zako na wenye dhambi watarejea kwako. Na ukinyanyua juu ya nchi nitavuta makundi ya watu kwako. Na anafanya. Sasa kuna kitu ambacho una mkataba nacho Mungu nacho. Umemwambia Mungu, fanya hivi na mimi nitafanya hivi. Na Mungu, nenda kafanya. Tunaona Mungu anafanya. Mungu ni mwaminifu sana. Mungu ni mwaminifu. Sasa tunakuta hakuna mkataba wote ulionao na Mungu. Hakuna agano ulilofanya na Mungu. Hakuna nadhiri umeweka na Mungu. Alafu unaishi duniani bila nadhiri. Kuishi bila nadhiri, bila agano ni kuishi kama mbuzi. Mbuzi ana agano. Mbuzi ana nadhiri. Kuna nadhiri gani umeweka na Mungu? Lazima ujitahidi uweke nadhiri na Mungu kwamba Mungu nitafanya hivi, wewe nifanyie hivi. Na nadhiri ni ahadi kwamba unaanza wewe kufanya ili afanye. Kwa sababu Mungu alishaondoka kwenye kuwafanyia watu kwanza ili afanye. Yaani afanye alafu ndio ufanye baadaye. Mungu alishaondoka huko. Baada ya mbona wanamsafiri sana. Mungu anafanyia wanaingia kwenye nadhiri, wanasema Mungu kitafanyia hivi nitafanya hivi. Mungu anafanya alafu afanye. Yesu alipokuja akafuta hivi. Akasema sikio ninyi ndio mchagua mimi ndio achagua. Nendeni kwanza mkaze matunda kwanza. Mkishazaa matunda ndio muombe ni wapi. Full stop. Kaishia hapo. Wakati ya nadhiri, kumbuka tunasema wakati wa nadhiri ukisoma kwenye Mwanzo 28. Mwanzo 28 mstari wa 20 mpaka 22. Angalia nadhiri, kitu ambacho Mungu alikuwa anafanya kwanza ndio watu wafanye. Mwanzo 28 mstari wa 20 mpaka 22. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu ukiwa pamoja nami na kunilinda katika njia niendayo, na ukanipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililosimamisha kama nguzo litakuwa nyumba yako, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea sehemu ya 10. Aliweka nadhiri, Mungu akafanya kwanza. Yakobo alikuwa mwaminifu. Watu ambao sio waaminifu Mungu afanye. Tuko pamoja. Yesu akaja kusema sio ni ndio chagua mimi, bali mimi ndio chagua mimi. Ndipo ndio mkaze matunda kwanza na yaonekane kwanza. Ili niomba chochote ni wapi. Kwa hiyo lazima utumie muda wako. Muda wangu umeisha. Jitahidi kutumia muda wako vizuri. Somo letu la leo lilikuwa nasema muda ndani ya muda. Kwamba una muda, tumia muda. Una muda, toa muda. Muda ulionao toa, mpe mtu mwingine. Kafanya kazi za kijamii. Tofauti na hapo, una uhai, toa uhai. Una pesa, toa nini? Toa pesa. Kile huwezi kutoa kitu ambacho hauna. Kitu ulichonacho sasa hivi ni muda. Hauna hela za kutoa za kugawa kama Bill Gates. Bill Gates ana pesa za kutoa. Kweli uongo?
anagawa kila mahali. Sasa wewe ulichonacho, wewe ni Bill Gates wa muda. Wewe ni Bill Gates wa nini? Kwa muda. Wewe ni tajiri wa muda. Toa muda. Bill Gates anatoa pesa. Bill Gates anaenda kusaidia watoto yatima kufua. Kweli uongo? Yeye anatoa pesa kwa sababu ana pesa. Wewe ni Bill Gates wa muda. Na yule ni Bill Gates wa pesa. Kwa toa ulichonacho. Una uhai, toa uhai. Mtu aliyoko mocha hawezi kutoa uhai. Kweli uongo? Hawezi kumwambia mtu, hawezi kumpulizia mtu pumzi. Lakini leo unaweza kupulizia mtu pumzi na akanyanyuka. Kama Mungu alivyompulizia, kwa sababu una pumzi tayari. Kwa hiyo lazima ujitahidi uweze kutunza muda wako, utumie vizuri, utamilishe muda wako kwa ufahamu. Tutaweza kumshukuru Mungu kwa dakika chache kumaliza. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa sita tunayofurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku hii mpya uliofanya kwa ajili yetu, tunaifurahia na kuishangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa mwaka 2019, tunaenda kwa mwaka 2020, tunaenda kwa mwaka 2100. Asante Roho Mtakatifu kwa mwezi wa 5, tunaenda kwa mwezi wa 6, tunaenda kwa mwezi wa 7. Asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, tunaenda kwa tarehe 22 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, tunaenda kwa tarehe 22 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, tunaenda kwa tarehe 22 ya mwezi wa 6 ya mwaka 2100 katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6, asante kwa majira ya saa 7. Roho Mtakatifu, tunabariki haya majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 6 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 6 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara, tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu wa Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo, tunafungua malango ya akili ya Kristo ya kufikiri, kutafakari neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutufungulia malango Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma. Asante kwa kutufungulia malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa kutufungulia malango ya ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo ya kufanya kazi kupita watu wote katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, Mfalme wa wafalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyefanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala usiku. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu ulioigawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu ulioongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu, ndio Mungu
uliyeua wazaliwa wa kwanza wa Misri, ukaua wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyosema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemuongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetufufua katika ukiwa, katika utupu, katika giza, katika umaskini, katika magonjwa, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na ya kimwili kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetulinda tangia tulipozaliwa hadi leo, ukatufunika kwa damu ya Kristo Nazareth, ukatokea uzio wa moto katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba tukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante, jina lako libarikiwe, jina la Yesu Kristo Nazareth libarikiwe, jina la Mungu Baba Jehova libarikiwe katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunakuja mbele yako, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa. Neno lako linasema na watumishi wako walioko katika mtandao wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao, neno lako Roho Mtakatifu linasema abarikiwa yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika lile andiko humo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu nakuomba, bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki ndoa zao, bariki familia zao, bariki wateja wao, bariki wanafunzi wao katika huduma, wabariki muda wao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapata kufanikiwa katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante, tunakaribisha tena katika majira ya saa 6 katika vipindi vinavyoendelea. Uwe mwalimu wetu, fundishe njia zako, utuonyeshe njia zako katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kuukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Tupe akili ya Kristo tupate neema ya Kristo ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kumtumikia Mungu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tupe akili ya Kristo tupate akili ya muda katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tupe akili ya Kristo tupate hekima ya muda katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante, pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika majira ya saa 6 uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na shukuru. Haleluya, amen. Okay, tutaenda kwenye sala ya toba dakika moja. Tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3. Tutarudia kama mimi ninavyosema. Usiseme haleluya, unasema tu. Mimi nitakaposema unarudia kama mimi ninavyosema. Turudia maneno. Nikisema jina langu Billy Mushi, na wewe unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Mimi Billy Mushi. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote. Unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe maovu yangu yote. Uniponye na magonjwa yangu yote. Unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya, amen. Tarudia maneno nikisema jina langu Billy Mushi, unasema jina lako. Turudia maneno. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanipata mimi Billy Mushi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God.
ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you.